أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء وأنزل برحمته الداء ومن عدله وفضله جعل لكل داء دواء. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, bidayatan uhayyikum bitahiyyati al-islamiyya al-khalida ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika mwendelezo wa mada zetu za mwezi mtukufu wa Muharram, na siku ya leo mada yetu tutamzungumzia Muslim bin Aqil, yeye kama rasulu wa al-Imam al-Hussein alayhi salam, yeye kama mjumbe wa al-Imam al-Hussein alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tuliyoitanguliza anasema: wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, kwamba na wala msidhani ya kwamba wale waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maiti, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, bali watu hawa wako hai wakiruzukiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakizipata neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, moja miongoni mwa neema kubwa ambazo kwamba mwanadamu inatakiwa neema hizo azizungumzie kwa nafasi kubwa ni neema ya wewe kuwa ni Muislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu: waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kwamba na yule ambaye kwamba atajipamba na dini isiyokuwa dini ya Kiislamu, falan yuqbala minhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia mtu huyu hawezi akakubaliwa jambo lolote atakalolifanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, kisha mtu huyu atakuwa ni katika wale waliopata hasara siku ya Kiyama, siku ya mwisho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu amejipamba na dini isiyokuwa dini ya Kiislamu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni Muislamu baada ya kuitambua neema hii ya Kiislamu aitambue thamani ya dini ya Kiislamu. Muislamu inatakiwa utambue thamani ya dini yako,
inatakiwa uifadhilishe dini yako, uipe nafasi dini yako ya Kiislamu, kwa sababu dini ya Kiislamu ndiyo dini pekee ambayo kwamba inaweza ikakupa kitu kinachoitwa as-saadatu wal kamal, utulivu na ukamilifu. Dini ya Kiislamu ndiyo dini pekee ambayo kwamba inaweza ikakufanya wewe ukawa ni katika wale watu walio karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana watu waliotambua thamani ya dini ya Kiislamu walikuwa wapo tayari kuyatoa maisha yao, kuzitoa mali zao, kuzitoa nafsi zao, kuzitoa familia zao kwa ajili ya kuupambania Uislamu. Na swala zima la kuupambania Uislamu, swala la kupambania kile kitu ambacho kwamba kwako wewe unakiona ni kitu cha thamani, swala hili linahitajia mtu uwe na vitu viwili, vitu ambavyo tunajifunza kupitia Muslim bin Aqil. Kitu cha kwanza ash-shajaatu, ushujaa. Kitu cha pili al-wathaqatu, uaminifu na ukweli. Na ndiyo maana Muslim bin Aqil wakati alipofika katika mji wa Kufa aliweza kuzungukwa na jeshi la watu wengi, lakini Muslim bin Aqil kupitia sifa hii ya ashajaa hakuweza kuliogopa jeshi la watu wa Kufa, bali alipambana na watu hawa. Lakini Muslim bin Aqil aliweza kupata shida, matatizo, vitisho katika mji wa Kufa, lakini kwa sababu ana kitu kinaitwa alwathaqa, uaminifu, hakuweza kupiga hata hatua moja kuonesha hali ya kumkhalifu na kwenda kinyume na al-Imamu al-Hussein alayhi salam. Na ndiyo maana al-Imamu al-Hussein alayhi salam akamchagua Muslim bin Aqil kuwa kama mjumbe wake, aende akaangalie mazingira katika mji wa Kufa, kwamba kile wanachokizungumza watu wa Kufa, je, wanazungumza kweli au wanamdanganya al-Imamu al-Hussein. Katika maneno ya al-Imamu al-Hussein alayhi salam, wakati anazungumza na watu wa Kufa, anatuonyesha ni nani Muslim bin Aqil. Anasema, laqad fahimtu ma dhakartum fi kutubikum min al-mahabbati liqudumi ilaykum, hakika ya mimi Hussein bin Ali bin Abi Talib nimefahamu yale mliyoandika katika barua zenu, mkionyesha mapenzi makubwa ya mimi kuja katika mji wa Kufa na kuwa kama kiongozi wenu. Lakin wa ana ba'ithun ilaykum akhi wa ibn ammi wa thiqati min ahli baiti, lakini na mimi kitu pekee ambacho kwamba nitakifanya, nitamtuma ndugu yangu Muslim bin Aqil, ukiachana na kwamba yeye ni ndugu yangu wa thiqati min ahli baiti, lakini ni katika watu ambao kwamba ninawaamini ndani ya nyumba ya watu wa Bwana Mtume. Muslim bin Aqil kwangu mimi ni mwadilifu, kwangu mimi ni mkweli, kiasi kwamba chochote atakachoniambia kutoka kwenu mimi nitakichukua, kwa sababu mimi namwamini Muslim bin Aqil. Haya ni maneno ya al-Imam al-Hussein akituonesha ni nani Muslim bin Aqil, akituonesha ni kwa nini amemchagua Muslim bin Aqil kuwa kama mjumbe wake. Muslim bin Aqil anatumwa na al-Imam al-Hussein alayhi salam kwenda katika mji wa Kufa. Safari ya Muslim bin Aqil inaanzia katika mji wa Maka akielekea katika mji wa Kufa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muslim bin Aqil anafika katika mji wa Kufa, anafikia katika nyumba ya Mukhtar bin Abi Ubaida al-Thaqafi. Watu wakajikusanya kwa Muslim bin Aqil kwa ajili ya kumpa bai'a, kwa ajili ya kuingia makubaliano na Muslim bin Aqil kuna ujio wa al-Imam al-Hussein alayhi salam.
kiasi kwamba tunaambiwa idadi ya watu waliojikusanya kwa ajili ya kumpa bai'a Muslim bin Aqil, kwa ajili ya kuingia makubaliano kuna ujio wa al-Imam al-Hussein alayhi salam, walifikia 18,000. Wengine wakasema ni watu 25,000, wengine wakasema la, walikuwa ni watu 40,000. Vyovyote vile, lakini watu walioingia makubaliano na Muslim bin Aqil kuna ujio wa al-Imam al-Hussein walikuwa ni wengi. Lakinahu asafu shadid, masikitiko makubwa ni kwamba watu wale baada ya hapo walimfanyia khiana. Kulikuwa kuna kikundi cha watu wa Kufa, watu wa Bani Umayya waliweza kumfanyia khiana, walianzisha kitu kinaitwa khiana kwa Muslim bin Aqil. Walimpigia simu Yazid bin Muawiya, walimtumia barua Yazid bin Muawiya, wakamwambia Yazid bin Muawiya kuna ujio wa Muslim bin Aqil, wakamwambia watu wa Kufa wamempokea Muslim bin Aqil kwa ukubwa, hivyo fanya kitu ya Amira al-Mu'minin kwa Muslim bin Aqil. Yazid bin Muawiya alivyopata habari hizi, akamtuma Ibn Ziyad afanye haraka kwenda katika mji wa Kufa akamtafute Muslim bin Aqil. Alivyofika katika mji wa Kufa, aliwaamrisha watu wamtafute Muslim bin Aqil. Watu wakafanya harakati za kumtafuta Muslim bin Aqil. Walivyompata Muslim bin Aqil, jeshi kubwa lilimzunguka Muslim bin Aqil, jeshi likiwa na mishare na mawe, wakiwa wamepanda juu ya nyumba wanamrushia mawe Muslim bin Aqil, wakitaka kumuua Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil baada ya kuzidiwa na watu hawa maneno aliyoyatamka, anawaambia watu wa Kufa, malakum tarmunani bilhijara kama yurma al-kufar wa ana min ahli baiti al-anbiya'i al-abrar. Kwa nini nyinyi mnanipiga na mawe? Kwa nini mnanirushia mawe na hali ya kuwa nyinyi mnatambua ya kwamba mimi ni katika watu wa nyumba ya Bwana Mtume? Mimi ni Muslim bin Aqil. Ala tarauna haqqa rasulillahi fi itratihi, anawaambia hivi, hamchungi haki ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama kunako kizazi chake? Ama sio nyinyi ambao kwamba mliingia ahadi na Bwana Mtume, mlipomjilia Bwana Mtume mkamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, kutokana na neema uliyokuja nayo, neema al-huda baada al-falala, neema ya Uislamu, neema ya uongofu baada ya kuwa sisi tulikuwa ni watu tumepotea, mkamwambia tukupe nini ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Bwana Mtume akaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waambie watu hao, kulla as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba, waambie sitaki malipo kutoka kwenu isipokuwa kitu pekee ninachohitajia kwenu mimi ni kuwapenda watu wa nyumba yangu. Haya ndiyo mapenzi ya watu wa nyumba ya Bwana Mtume, kuwarushia mawe na kuwadunga mishale. Muslim bin Aqil, jeshi kubwa limemzunguka Muslim bin Aqil, amezidiwa, damu nyingi zikimtoka katika uso wake, majeraha mengi. Tunaambiwa Muslim bin Aqil alishindwa mpaka kusimama, watu wakimdunga mishale, majeraha yakiwa yameenea katika mwili wake. Muslim bin Aqil anaondoka katika ulimwengu huu. Wasayalamu alladhina dhalamu haqqa ali Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.